At-tatayyubu, kujitia manukato. At-tatayyubu ni kujitia manukato, na kujitia manukato kwa tofautiana baina wanaume na wanawake. Mafuta mazuri ya wanaume yatakiwa yenye madhahara rihuhu, harufu iwe yasikika, yani yanukia mpaka mwenzako asikie ile harufu ya mafuta yako. Kwa mwanamke ni mafuta ambayo hayatonukia kwa wenzako. Na mwanamke amewekewa vipimo katika kujitia mafuta, kwamba afaa kujitia mafuta ila ikiwa atatoka, na katika kutoka kwake atapambana na wanaume ambao kwamba ni majnabii. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, ayyuma imra'atin tazayyanat wa ta'attarat thumma kharajat famarra ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Mwanamke yoyote atakaye kujipamba, atakaye kuinoketo, siku hizi hawati mafuta tu ujifukiza, akafukiza yeye, akafukiza nguo, na yeye atakutoka. Jamanini, mashallah, wanawake kwa kufanya sunna wanatushinda sana, ila wanawake wanafeli katika masala ya pambo. Tukija kwenye masala ya pambo, wanawake wanafeli. Mwanamke hajakatazwa kupamba pambo, maadamu lile pambo silo lililokatazwa na sharia, kama kuongeza nyele kwa nyele, kubadilisha jusi. Haya ni kwenda kutengeneza mwanya katika meno. Haya ni mapambo yamekatazwa, lakini kawaida asli pambo kwa mwanamke halijakatazwa, lakini ameambiwa wala yubdina zinatahunna, wakijipamba wasijulikane kuwa wamejipamba. Mwanamke yoyote atakaye kuwa amejipamba, pambo lake likadhihiri kwa mwanamume ambaye si halali kuliona lile pambo, kila mwanamume anayemuona ni dhambi. Na wenyewe wanawake wanajua hii ni pambo. Siku hizi imekuwa buibui ni pambo. Zamani buibui ilikuwa ni stara, mwanamke hujistiri kwa buibui. Siku hizi mwanamke hujipamba kwa buibui. Zamani wanawake walikivaa mitandio ni stara, siku hizi wanawake hujipamba kwa mitandio. Ukimwona mwanamke ana mtandio wa blue, jua tu ameshavaa kanzu ya blue na zingine za ndani za blue. Kwa hiyo na pambo limekatazwa. Mwanamke aliambiwa ajistiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam awaambie watu watatu, na mimi na wewe tuangalie mke wako, mamako, ukhti yako, binti yako, je, wamo katika hawa watatu? Ukiona anakwenda na haya maelezo, jua amesikiliza maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya ayuhan nabii, Mtume mtukufu wa daraja, kulli azwajika, kwanza waambie wake zako. Unaona, kitu cha kwanza kabla ya watoto, maamrisho yataka mke wako, kwa sababu unapomwamrisha mkeo, na mkeo atamwamrisha nani? Mtoto wako. Kulli azwajika, waambie wake zako. Na hapa Mtume hakuambia waambie mama zako, kwa sababu alikuwa ajulikana hana mama. Waambie wake zako. Na mimi na wewe tunataka tuambie wake zetu. Wabanatika, na watoto wetu, na sisi tunataka tuambie banati zetu. Wa nisa'il mu'minina, na kila mwanamke ambaye kwamba mume wake ni muumini. Manake ukimwona mwanamke ametoka na lipstick, ametoka na wanja, jua mume wake si muumini. Aya imefunga wa nisa'il mu'minina, na waambie wanawake ambao kwamba waume zao ni wana imani. Hata kama waswali, hata kama wafunga, hata kama watoa darasa, hata kama wasomesha, hata kama wahutubu Ijumaa, ikiwa mke wako hafuati haya tutakao kuelezea, si mke wa muumini, wafanye nini? Ya Rabbi asema yudinina alayhinna min jalabibihinna,
wajifinike, wajiteremshie. Jilbab ni nguo inakuja kuanzia juu mpaka chini, inaitwa jilbab. Dhalika adna an yurafna, hilo ndio dalili, ndio jambo fupi la kujulikana kwamba hawa ni wanawake, waume zao ni waumini. Mwanamke anayejifinika kwa kujistiri, sio kujifinika kwa kujipamba. Mwanamke anavaa ninja, lakini yale mato alivyoyatia wanda na zile highlights alivyozichonga, afadhali angevua, manake anakuvutia zaidi. Mungu asema dhalika adna an yurafna, hiyo ndio jambo dogo la kuonekana kwamba huyu ni mwanamke mwema, mume wake ana imani. Natija fala yudhaina, hawatotongozwa, hawatovundiwa heshima, hawatoambiwa sikia harameni hiyo, angalia chombo hicho, kwa sababu amejistiri itakiwavo. Ukisikia mwanamke akwambia mimi fulani amenitongoza, amepita njiani akanitongoza, ujue alikhalifu aya. Aya sema fala yudhaina, hawezi kuudhiwa. Fa idha udhiyatil mar'a fa'lam annaha khalafatil aya. Natija ya mwanamke akijistiri, sio akijipamba, akijistiri fala yudhaina, haudhiwi. La tataharradh lil adha, kila mmoja akimwona umjua mwanamke ana heshima yake, huyu mwanamke ana adabu yake. Usishangae mtu akakusifia kwambia mke wako chombo, mke wako ngoma, ukawa mkali. Jilaumu wewe nafsi yako kuwa mke wako hukumsitiri, mke wako hakufuata maamrisho ya aya. Mungu hawezi kusema fala yudhaina kisha audhiwe, lazima ameenda kinyume. Utakuta baadhi ya wanawake masha Allah hawakosi swala za sunna, za dhuha, za ishraqi, za witri, za tahajudi, lakini ikifika masala ya kutoka kwenda harusini atamsahau Mungu bilkulia. Nini? Ataka kuwafurahisha walioko harusini, watu wamsifu, wamuone buibui lake zuri, buibui lake lina maua, buibui lake lapendeza. Mungu eka kando, Mungu hatuna haja naye. Mungu kuswali haitoshi hata kwa jamaa. Angalia wewe katika kufuata sunna za Bwana Mtume Muhammad SAW na maamrisho. Kwa nini udharau? Si harusi moja, si harusi mbili, wanawake wanatoka wamejifukiza wao, wamejifukiza na mabuibui, alafu hendi na gari yake, atapelekwa na tuktuk, atapelekwa na wengine wamefika hadi watapandishwa na bodaboda. Tena pengine bodaboda mshakiki uko katikati, huku kitunguu, huku kitunguu. Vipi usipate harufu? Sema amina, kaa nyuma. Nani alokuambia mwanamume akikumbatiwa na mwanamke nyuma hasikii ladha? Labda si mwanamume huyo, pata ihtikaki. Ihtikaki ni kule mgongano, maziwa saa zote humvuruga, na wengine wana maziwa yote. Brookside iko kwao, Tuzo iko kwao, Ilara iko kwao. Msugua mwanamume na maziwa yake, mwanamume mpaka akishuka mule mwanamke hata nauli usahau kutukua. Tumefika hadi namna hiyo, wake zetu, mabinti zetu kuwapandisha mabodaboda. Kwa hiyo mwanamke hakukatazwa kujitia mafuta, lakini atakiwa ajitie mafuta akiwa ndani, hataki kutoka. Akitoka asijitie mafuta, na akijitia mafuta yasiwe na harufu. Wasokoa Waislamu wametengeza mafuta ya kike mazuri zaidi kuliko mafuta ya kiume. Wewe siku zote nenda kaulizie kwenye mafuta ya kike na ya kiume, ghali ni yapi? Ghali ni yapi? Ya kike. Na yatakiwa ya kiume ndo, kwa sababu wajua sisi wanaume ndo yenye harufu mbaya, si kama wanawake. Ukilipata jana hike hunuka kama mwanamume, limepinda. Lakini sisi wanaume ndo mahala petu pa harufu mbaya. Sasa mafuta yetu yatakiwa mafuta. Wanawake kiji mafuta kidogo tu. Na kwa nini wakatazwa mafuta? Kwa sababu mafuta ni moja katika muhayyij, kitu sexy, kitu cha kuvutia, cha leta feelings. Na ndio ukaona hata wewe ukifunga Ramadhani umeambiwa si sunna kutumia mafuta, kwa sababu mafuta yana tabia kuleta matamaniwa. Ukishakujitia mafuta, ukisikia harufu nzuri, bila shaka utataka tu. Kwa hiyo kaambia la,
Mwanamke ukitoka usitie mafuta na wengine miskini kwao hawafukiziwi. Labda akifukiziwa, kuna nyumba zikifukizwa, ukisikia kumefukizwa basi kumepikwa samaki, kuondosha harufu ya samaki. Sasa akisikia mwanamke, wajua waweza ukasikia mafuta usisikie chochote, lakini mafuta na mwanamke plus mwanamke lazima kuwe kuna mbabaiko, lazima kuwe kuna mbabaiko fulani. Kwa hiyo ni muhimu jamanini, tujue wake zetu watumia mafuta aina gani na watumia wakati gani. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.